Jum TV. Furaha kiganjani. Tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku pale kwenye kituo chetu cha Mazizini, ndugu Nasoro Suleiman Nasoro, yeye ana miaka 30, ni mkazi wa Kisauni, alifika pale akatoa taarifa kwamba amevamiwa na vijana wapatao kati ya 5 au 7, wakamshambulia kwa mapanga, lakini kwa hiyo wakawa wamemjeruhi majeraha madogo madogo mwilini mwake. Kwa hiyo tukio lile kwa bahati nzuri likatoka kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo likaonekana, watu wakaliona. Kwa tukio lile limetokea. Sasa baada ya kufanya uchunguzi siku ile tukaanza uchunguzi siku ile usiku tarehe 27. Kwanza tulibaini kwamba yule bwana Nasoro Suleiman Nasoro alikuwa kule Kisauni, kuna watu wana mambo ya ovyo. Watu wana tabia kuuza pombe za kienyeji. Hizi pombe zinaitwa mabobonya. Si mnazijua pombe zile zinazotengenezwa kwa mazao. Kwa hiyo alikuwa mahali anakunywa hizo pombe na vijana au vijana waliompora. Wakamuona na pesa 300,000. Walivyoona ile wakatoka haraka, kwa sababu maeneo yao ni maeneo ya pale pale Kisauni, wakaenda wakavaa baibui, mtaziona pale. Wanamjua, kwa hiyo wakamvizia njiani wakati anapita, ndio wakamvamia kwa lengo la kumpora zile hela. Sasa kwa bahati mbaya zile hela nafikiri alikuwa shazitumia kwa mambo yake mengine nao nini kwa kuzikuta. Kwa hiyo tukio lile kweli lilitokea na mazingira yake yalikuwa. Baada ya kuliona lile tukatafuta taarifa. Kwa kweli niwashukuru wananchi, walitoa taarifa nzuri. Tarehe 28 tulifanya msako mkali. Baada ya kupata taarifa na kujua kwamba kweli kuna vijana sasa hivi wamekuwa na hiyo tabia ya kuvaa hayo mavazi, na walionekana kwa siku hiyo moja. Ilikuwa ndo tukio la kwanza. Wananchi waliwaona, maana wananchi wapo wanapita wanaona. Kwa hiyo raia wema, wananchi wenye busara, wenye hekima wakawaona, wakatoa taarifa polisi kwamba wako watu wanavaa baibui wanavizia. Kwa hiyo tukafanikiwa kufanya msako mkali. Katika msako huo tukafanikiwa kuwakamata vijana 8, lakini kati yao 8 tuliowakamata 3 wameshiriki katika ile tukio nilolisema la tarehe 27. Vijana hao walioshiriki kwenye tukio hilo ni Mohamed Saha Hamis, yeye ana miaka 17, mkazi wa Kisauni. Lakini mwingine ni Fahadi Ali Muslim miaka 16, naye ni mkazi wa Kisauni. Mwingine anaitwa Ali Sufiani Rashid miaka 22, naye ni mkazi wa Kisauni. Hawa tumewapata, walivyohojiwa wakakiri, na walivyobanwa wakaeleza kwamba kuna kiongozi wao. Wakawapeleka askari kwake, sitamtaja jina kwa sababu tunamtafuta. Ni vijana kama unavyoona, umri wao wote ni watoto, miaka 16, 17. Wakawapeleka askari, wakafika kwenye ile nyumba hiyo ghetto wanakokaa na wanakoficha vifaa vyao. Kwa bahati mbaya yule alikuwa amekimbia, hayupo. Lakini nyumba ilipopekuliwa zikakutwa baibui 3 na panga moja, ambao ndio mapanga wanayotumia kufanyia uhalifu. Kwa hiyo ninachotaka kuambia wananchi ni kwamba hawa ni watu wa hovyo, ni watu ambao hawezi kufanya watu wakashindwa kufanya mambo yao. Nataka niwahakikishie kwamba jeshi lao liko imara, kama ambavyo nimesema wamepatikana, wapo. Na hii ilikuwa imeanza, na kwa bahati mbaya mitandao ya kijamii sasa watu walivyoona ile wakaleta na mengine ya kule Mombasa. Kuna Mombasa nyingine kule Kenya, kuna eneo linaloitwa Kisauni, wakaleta na yale kutaka kutia taharuki zaidi. Lakini kwa bahati nzuri wako waandishi ambao nao wanajua, wakafuatilia wakajua ni Mombasa ya kule, wakaleta wakatoa nao kwenye mitandao kuonyesha kwamba hii sio ya kwetu. Na ni kweli tumefuatilia. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wale ambao wanatumia hii mitandao vizuri kutoa hofu kwa wananchi. Na nitoe wito kwa wale ambao wanaitumia vibaya kujaza hofu kwa wananchi, kuwatisha na kuharibu heshima ya nchi, waache, wafuate wale watu wenye nia njema. Na kwa kweli niwahakikishie tu watu kwamba ili tukio limetokea mara moja la watu kuvaa hizi, na haitatokea tena. Mtu akijaribu, tushajua tutafuatilia. Mtu akijaribu kutumia vazi ambalo linaheshimika, baibui la kina mama, kujificha ili afanye uhalifu, hiyo nafasi haipo. Na wananchi waendelee kutupa taarifa, tutaendelea kushirikiana na wananchi, tutahakikisha kwamba na hao tuliowakamata nimewasoma majina ili yajulikane kule vijijini wajue. Nitoe wito kwa wazazi. Wazazi waangalie watoto, kuacha watoto wakae kwenye mageto wanakaa wenyewe, wanapanga viumba, mtoto wa miaka 17, 16 wanapanga viumba wanakaa wenyewe. Hawana uangalizi, wafuatilie, matokeo yake ndio haya. Lakini pia kule Kisauni na maeneo mengine, kina mama wale wanaouza pombe za kienyeji
wanauza gongo, wanauza hayo mataputapu, wanakamatwa, wanaenda, wanarudi, wanakamatwa, wanaenda, wanarudi. Niwaambie kwamba sasa hivi tutashirikiana na vyombo vingine vya haki jinai, tutahakikisha kwamba ukikamatwa unauza pombe za kienyeji nyumbani, maana unaleta mazingira ya uhalifu mwingine kutokea, tutasimamia kesi yako mpaka ufungwe. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi ambao wanafanya hii biashara waache. Hilo ni la kwanza nitaka kulisema, na niliweke vizuri kwamba kweli hilo vazi lilitumika vibaya na wananchi walitujulisha. Siku moja tu baadaye tulifanikiwa kuliondoa katika kuwakamata ambao walitaka kuanza njia hiyo. Tukio lingine ambalo nalo lilileta taharuki ni tukio la kijana ambaye aliporwa pikipiki yake kule Masingini. Huyu ni anaitwa Ahmed Othman, ana miaka 30, mshirazi wa Hawaii. Lakini yeye ni bodaboda, anapaki Magogoni. Kwa tarehe 19 mwezi wa 5 2025 usiku alikodiwa pale na mtu anamwambia mpeleke Masingini. Alipofika Masingini yule mtu akamkaba. Kumbe anajua wenzake wako maeneo yale, kuna sehemu kama ina fence hivi, akamkaba. Yule wenzake wako maeneo yale, wale wakatoka wakamvamia. Walikuwa vijana wawili, wakamvamia, wakamnyang'anya pikipiki yake. Kwa bahati nzuri tulipata ushirikiano kutoka kwa wananchi, na ni kwamba vijana hao waliofanya tukio hilo tumewakamata, na pikipiki ile ambayo iliporwa hiyo vijana tumeikamata tunayo. Hao waliofanya uporaji wa pikipiki, na nitawataja na majina ili wananchi wajue. Kiongozi wao anaitwa Ali Hamis, yeye ana miaka 20, ni mkazi wa Daraja Bovu. Ali Hamis, Daraja Bovu. Lakini yuko mwingine anaitwa Abdalla Ame Hassani, miaka 22. Yeye ni mkazi wa Mtoni Kidatu. Maeneo mnayajua ni maeneo ya ukanda wa Gaza. Sasa wa vijana tunao, wenzao wawili tunawatafuta, tutawapata wote. Na pikipiki ile tumeikamata yenye namba Z 829 TV ambayo ni aina ya TVS. Tumeshikilia, tunayo, ni kielezo, lakini mwenye nayo ameitambua kwamba ndio ile aliyoporwa. Kama mliona kwenye mitandao ya kijamii ilitoka ile. Lakini wito wangu tu ni kwamba sisi ni wananchi wa Zanzibari, wa Tanzania. Kutoa picha za mtu akiwa hospitalini, unapiga picha ile unarusha akiwa hospitalini, nafikiri ile kweli ni inasaidia kwa watu waone, lakini ni kuiondolea nchi heshima na kumwondolea mtu heshima yake. Kwa hiyo wangu kwa watu ambao wana access, wana uwezo wa kurusha hizo, nashauri kama tukio kama lile, julisha polisi. Utakuwa umefanya sio sifa sana, yani sio unaweza ukaona unajipandisha, kumbe unaidhalilisha nchi yako, unamdhalilisha hata yule mwenyewe aliyefanywa uhalifu. Lakini pia unadhalilisha hospitali zetu. Sababu ukitoa hospitali wakati inafanya matibabu ya mgonjwa, unaenda kinyume na mila na desturi za hospitali. Ile code of conduct ethics za hospitali. Haitaki mgonjwa tatizo lake likatangazwa, likaonyeshwa, ukampiga picha akiwa hospitali. Kwa hiyo nitoa wito tu kwamba hii mitandao tuitumie vizuri kwa busara, tukiwa na uzalendo. Sasa hivi tunasisitiza sana jambo la uzalendo. Tukiwa wazalendo ili mitandao ilete faida zaidi kwetu. Lakini tuangalie mazingira yale, tunatoa hii picha inaenda viral, inaenda mpaka mbali kutoka kwenye hospitali zetu. Hilo ni jambo baya. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba mwezi huu wa 5 kuna matukio yalitokea hapa na pale, lakini yote tumeyadhibiti, mambo yanaenda vizuri. Na hakuna mhalifu ambaye atafanya uhalifu wa aina yoyote, uwe mkubwa uwe mdogo, akaachwa akaenda. Kama hivi umeona watu wamevaa hizo baibui tena kwa haraka baada ya kumuona mtu ana pesa, lakini kwa bahati nzuri tumeshirikiana na wananchi tumewapata. Lakini hao wamepora pikipiki, tumeshirikiana na wananchi tumewapata. Kwa hiyo sisi jeshi la polisi na wananchi tutahakikisha kwamba mkoa wa Mjini Magharibi unaendelea kuwa salama. Hayo ndio nilikuwa nimetaka niyafafanue ili wananchi wasikie, wajue kwamba hilo swala la baibui wasiwe na wasiwasi. Jeshi liko imara na hakuna mtu atakayeleta mbwembwe yoyote ile afu ikafanya wananchi wakose amani.